bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Karuma Ink Podcast, chimbuko la maarifa. Magonjwa 10 hatari kwa maisha ya binadamu. Maarifa ya kuokoa maisha. Karibu msikilizaji. Leo tunazungumzia mada nyeti yenye uzito wa kiafya na kijamii. Magonjwa hatari yanayotishia maisha ya binadamu duniani. Licha ya maendeleo ya kitabibu na teknolojia, bado kuna magonjwa yanayosababisha vifo vingi, mateso na changamoto kwa mifumo ya afya. Magonjwa haya hutofautiana kwa kasi ya maambukizi, ugumu wa matibabu na athari zake kwa mwili wa binadamu. Katika simulizi hii, tutachambua kwa kina magonjwa 10 yanayoongoza kwa hatari, tukieleza asili yake, madhara yake na umuhimu wa kinga na matibabu ya haraka. Twende pamoja. Namba 1. Saratani au kansa. Ni kundi la magonjwa yanayosababishwa ukuaji usiothibitiwa kwa seli mwilini. Aina zake ni nyingi, ikiwemo saratani ya mapafu, matiti, tezi dume na damu au leukemia. Mara nyingi hugunduliwa katika hatua za mwisho, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu. Vifo vinavyotokana na saratani ni vingi kila mwaka. Namba 2. Vimbe za moyo au cardiovascular diseases. Haya ni magonjwa yanayoathiri moyo na mishipa ya damu. Shinikizo la juu la damu, mshtuko wa moyo na kupooza kwa moyo ni miongoni mwa hali zinazohusiana na kundi hili. Sababu zake ni pamoja na lishe mbaya, kutofanya mazoezi na msongo wa mawazo. Maarifa ya kuokoa maisha. Namba 3. Ukimwi au HIV/AIDS. Ukimwi hushambulia kinga ya mwili na kuacha mwili wazi kwa magonjwa mengine. Ingawa dawa za kupunguza makali ya virusi zipo, bado ni tishio kwa maisha, hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya. Namba 4. Kifua kikuu au TB. Kifua kikuu huambukizwa kwa njia ya hewa, hasa kupitia kukohoa au kupiga chafya. Bila matibabu sahihi, huweza kusababisha kifo. Unahitaji ufuatiliaji wa karibu na kumitunzwa kwa muda mrefu. Namba 5. Malaria. Malaria husababishwa na vimelea vinavyoenezwa na mbu jike aina ya Anopheles. Husababisha homa kali, kutetemeka na uchovu mkubwa. Ni hatari sana katika maeneo ya tropiki, hasa Afrika. Namba 6. Kisukari, diabetes. Kisukari huathiri viungo vingi, ikiwemo figo, macho na mishipa ya fahamu. Bila udhibiti mzuri, huweza kusababisha kifo kwa muda mrefu. Mtindo bora wa maisha ni kinga muhimu. Namba 7. Homa ya ini, hepatitis B na C. Virusi vya hepatitis huathiri ini na huweza kusababisha saratani au kushindwa kwa ini kufanya kazi. Maambukizi hutokea kwa njia ya damu, ngono isiyo salama au kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Namba 8. Stroke, kiharusi. Kiharusi hutokea pale damu inaposhindwa kufika kwenye ubongo. Huweza kusababisha kupooza, kupoteza uwezo wa kuongea au kifo cha ghafla. Kinga ni kudhibiti magonjwa sugu na kufanya mazoezi. Namba 9. COVID-19. COVID-19 huathiri mfumo wa upumuaji na viungo vingine. Ingawa chanjo zipo, bado ni hatari kwa watu wenye kinga dhaifu au magonjwa sugu. Kinga ni kuvaa barakoa, kunawa mikono na kuepuka mikusanyiko. Namba 10. Ebola. Ebola husababisha homa kali, kutokwa damu na vifo vya haraka. Huambukiza kwa kasi kupitia majimaji ya mwili. Kinga bora ni kudhibiti maambukizi kwa njia ya karantini na ufuatiliaji wa wagonjwa. Vipenzi vyangu, nawashukuru sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Naomba msubscribe kwa kubofya kitufe chekundu. Pia msiache kulike, kucomment na kushare.